hivi. Lakini turudi kwa upande wa Iran. Iran naye alikuwa na malengo katika vita hivi kama ilivyo kwa Marekani na mshirika wake Israel. Iran yeye kwanza lengo lake kubwa la msingi lilikuwa ni kulinda serikali kwa maana ya dola, kulinda ardhi na kulinda taifa lake dhidi ya uvamizi wa mataifa haya ya Marekani na Israel, ambapo kimsingi hilo lilikuwa lengo lao kubwa. Lakini walikuwa na mbinu na mikakati pia kwenye eneo la mbinu. Maana yake mbinu ya msingi ambayo walikuwa wanaitumia ili kuweza kufanikiwa kulinda ardhi yao na serikali yao isidondoke ni mbinu ya kushambulia, na walifanikiwa kutumia drones za Shahid 136 kushambulia kwa nguvu, lakini walitumia pia ballistic missile, intercontinental ballistic missile pia kushambulia maeneo mbalimbali, eneo la Mashariki ya Kati kwa maadui zao, kuhakikisha wanalinda ardhi yao. Lakini mbinu pekee haikuisaidia Iran kufikia mafanikio waliyopata. Walikuwa na mikakati ya msingi sana. Mkakati wa kwanza ni mkakati wa decentralized Mossad defense, na hii ni mkakati mkubwa ambao ndio uliowasaidia mpaka Iran kuweza kubaki kwenye vita. Decentralized Mossad defense hii ni policy ama sera ama doctrine ya kijeshi ambayo inatumika kugawa majukumu kwa kambi mbalimbali za kijeshi, majukumu ya kuandaa operesheni, kufanya pia operesheni na kujitegemea kujibu mashambulizi bila ya kusubiri Central Command Center. Na hiki ndicho ambacho kiliwasaidia kwa 100% kubaki kwenye vita. Unapotokea shambulizi la kwanza ambalo linaondoka na viongozi wako wa msingi wote. Shambulizi la kwanza liliua Ayatollah Ali Khamenei. Shambulizi la kwanza pia liliwaondoa wakuu wa majeshi wa Iran. Maana yake Central Command Center yote iliondoka kwa mara moja. Kwa hivyo kama sio kuwa na decentralized Mossad defense, kuwa na mfumo ama sera ya kugawa majukumu ya kijeshi ya kufanya operesheni, mashambulizi bila kusubiri Central Command Center, maana yake Iran mpaka leo tungekuwa tunazungumza imeshindwa kwenye vita na ingekuwa taifa lililofanana kama Libya, Iraq na mataifa mengine. Lakini walifahamu kwamba ipo siku watakumbana na hali ya hatari kiasi kwamba Central Command Center itakuwa imekosa communication, mawasiliano pamoja na kambi zingine za kijeshi. Kwa hiyo ili operesheni za kujibu mapigo zisisimame, manake wawe na sera ambayo itaruhusu kambi zote 30 za Iran kuweza kushambulia pale wanapoona kuna hatari, ama pale wanaposhambuliwa kushambulia bila kusubiria amri kutoka kwa kiongozi mkuu, bila kusubiri Central Command Center order. Na iko kiliwasaidia, kambi zingine zote zilishambulia na tuliona wakijibu mapigo kwa wakati na kushambulia nchi takriban 7 pamoja na Israel. Kwa hiyo ndo mkakati wa kwanza ambao uliwasaidia kwa asilimia kubwa sana kubaki katika vita. Lakini mkakati mwingine ambao waliutumia muhimu sana ni turufu ya lango bahari la Hormuz. Iran waliamua kutanua wigo wa kijeshi, hasa kuleta athari kwenye eneo la kiuchumi kwa kutambua umuhimu wa lango la Hormuz ambao linapitisha mafuta kwa kiwango kikubwa. Iran walifunga mlango bahari ambao ilikuwa unaendeshwa kwa amri yao, kwa maana kusitisha meli za Marekani na washirika wake kukatiza kwenye eneo lile, lakini kuweka tozo ambayo ilikuwa inatumika kutoza meli moja ya mafuta kwa kila meli, kwa maana kiasi cha dola milioni 2, zaidi ya bilioni 6 mpaka 8 za Kitanzania kwa kila meli. Kwa hiyo kwa kiasi kikubwa, maana yake waliweza
kutishia kwanza nchi washirika, kwa maana nchi za Ulaya walishindwa kupata nishati ya mafuta na gesi kutokea Hormuz, lakini nchi za Israel na Marekani zenyewe nazo zilikuwa katika hali ya kukosa huduma hiyo, na ikumbukwe tayari dunia ilikuwa kwenye uhaba wa nishati hiyo ya mafuta na gesi kufuatia vikwazo ambavyo waliwekewa Urusi baada ya kushambulia Ukraine. Kwa hivyo turufu ilimpa nafasi kubwa Iran kuweza kubaki kwenye vita na kuweza kutishia usalama wa dunia. Lakini kumbuka pia alikuwa anauza mafuta kwenye eneo lile kwa kutumia sarafu ya yuan. Maana yake kiuchumi ni kuhatarisha ustawi wa sarafu ya dola, ambapo kutoka kwenye kubadilishana kwa maana kufanya mauzo ya mafuta kutoka kwenye dola hadi kwenye yuan, sarafu ya China, maana yake ni kutishia ustawi wa dola na kuisaidia China kupanda, kuisogelea kwa karibu Marekani katika eneo la superpower kwenye eneo la kidunia. Kwa hiyo ilikuwa ni turufu ya kiuchumi ambapo maafisa wa Iran walifanya uweledi mkubwa katika eneo hili. Lakini pia mkakati mwingine wa tatu ambao ulitumika ni kutanua vita eneo lote la Mashariki ya Kati. Tulishuhudia Iran akishambulia nchi washirika wa Marekani eneo la Mashariki ya Kati: Bahrain, Kuwait, Qatar, Saudi Arabia na mataifa mengine kwenye eneo lile, ambapo pia alilenga kambi za kijeshi za Marekani zilizopo kwenye maeneo hayo, ambazo pia zililengwa na makampuni mbalimbali ya mafuta na gesi kwenye maeneo hayo, hali ambayo ilidhoofisha uchumi wa dunia na kupelekea kupanda kwa bei ya mafuta, jambo ambalo pia alilifanya kuwa na ugumu katika vita hii, na hivyo tulishuhudia kwa pamoja. Kwa hiyo kwa ujumla, manake mikakati ambao walitumia Iran katika kupambana dhidi ya Marekani iliwasaidia kwa 100% kuhakikisha wanabakia wakiwa imara katika vita na kuendelea kudhoofisha uchumi wa Marekani baada ya uwekezaji wake mkubwa kwenye eneo la Mashariki ya Kati. Kwa hiyo ninahitimisha kwamba kufuatia kuwepo kwa mikakati ya mapande zote mbili, mikakati ya Washington, mikakati ya Tel Aviv ambayo ilikwama yote kwa ujumla, maana yake mikakati ya Tehran na serikali ya Iran kwa ujumla imefanikiwa kulinda mikakati yake, na mwisho wa siku serikali ya Iran imeendelea kusalia madarakani, na bado taifa la Iran limeendelea kuwa imara na kufaidika kwa kiwango kubwa kupata mafuta, kufaidika kwa kiwango kubwa kuuza mafuta kwenye eneo la Hormuz wakati wa vita katika muda wote wa siku 41. Kwa hiyo tunahitimisha kwamba kufuatia tathmini hiyo, maana yake ni kwamba anastahili kutamkwa na kutajwa kama ni mshindi katika vita hii ni taifa la Iran, ambaye ameweza kulinda serikali yake isidondoke madarakani, kwa maana isitokee regime change, lakini ameweza pia kucontrol na kusimamia mfereji wa Hormuz na kupanga kile ambacho amekiona kinafaa kama turufu muhimu sana, na zaidi ameweza kushambulia kambi za kijeshi za Marekani eneo la Mashariki ya Kati ambazo zilikuwa ni kitisho kwa usalama wa taifa lake. Kwa ujumla, Iran imeendelea kusalia na serikali yao na umoja wa taifa lao na umoja wa wananchi wao dhidi ya hila na mbinu za Marekani na taifa la Israel. Imefikia mwisho wa mazungumzo yetu haya leo. Ninakushukuru sana na kwaheri kwa sasa. Asante sana.